to labor it means you are doing something. Is it not so? It means unatia jitihada. Na Biblia inasema ati tutie jitihada kuingia katika pumziko. So Mkristo anahitajika atie jitihada ama ajitahidi kuingia katika pumziko. Tunapokuona ukingengana, tunahitajika tukuone ukingengana kuingia katika pumziko. Sio ukingengana kwa sababu ya uko na fear ya kwamba nisipofanya 1 2 3 mambo fulani itaharibika. Pana. Kwa hivyo kumaanisha ya kwamba to get a human being to rest is work. It is labor. You are being told to labor to enter rest. You should not expect labor and rest to be in the same sentence. Sidio? Maana wakati unaambiwa ya kwamba ingia pumziko, where is labor? But you are being told to labor to enter rest. Kwa sababu Mungu anajua you are not naturally inclined to rest. You love working your own way. You love doing things that you believe are even better and with greater wisdom than God's. You also believe if I don't do something I'll be in trouble. Hauamini ya kwamba ati ninaweza nikakaa hivi nikamtegemea Mungu na kitu ifanyike. Tunaelewana? Sasa ndio nasema ya kwamba kuleta mwanadamu katika pumziko. Wadugu na wadada, si mumeona vizuri katika wakati wa COVID ndio mwanadamu wapumzike kwa nyumba tulileta jeshi itwange yeye because we were laboring to get him to rest. That is human being for you. Jina Bwana libarikiwe. Maana you would think hii kelele yote watu huwa wanapiga wakisema kazi ni gumu, kiwaambia pumzika watakubali. Hapana, itabidi utumie force kuwapumzisha. Because men are always trying to work their own salvation. That is what that's what we are. That's the way we are made. Wakati wana wa Israeli walitoka Misri, Biblia inasema ya kwamba, thank you. Biblia inasema ya kwamba walipojikuta pale mbele ya Red Sea. Definitely ukijikuta mbele ya bahari na nyuma ni Pharaoh amekuja na farasi. Your natural instinct zinakwambia devise a way out of this situation. Ndio? But God said stand still. Rest. He says stand still. To stand still is to rest. Stand still and you shall see my salvation. So the man that will see God's salvation is the one that is resting. It is the one that has come to stand still, depending fully on God's ability to deliver. Na wadugu na wadada, kazi yako kubwa sana katika imani si maombi ya one whole night. Hiyo hata Waislamu wanafanya. Si kufunga kula chakula, Waislamu hata wanafunga kukuliko. Kazi kubwa sana ya mwanadamu ni kuacha kujisubukia. Hiyo ndio kazi ile kubwa sana. Yaani kwako ndio unakuta ni kitu gumu sana kutofanya. Kujisubukia. Jina Bwana libarikiwe. Na hata mimi niliona ya kwamba wanadamu mpaka ukiwanyang'anya vitu zote zinawasubua, watakreate zao. Nilienda nchi kama Marekani, unakuta serikali imejitahidi, hakuna kitu kinasubua watu. Hakuna. Everything is working smoothly. Yani you are so sure hata nikiingia kwa ofisi fulani ya serikali nitapata huduma. It is guaranteed. Si kitu naenda tikuhonga mtu wenyu huko ukuwe na contact. You don't need contact. Ukiingia tu sema birth certificate, within few minutes utakuwa naye. Sasa na wao wamejitengenezea zao za kujisubua. Vitu ambazo wanaita shida inabidi ugeuke na huko ucheke bila wao kuona wasione. Maana mimi kwangu hiyo si shida. Maana sisi Afrika tungeachiwa hizo, hatungesema tuko na shida tena. Unasikia mtu akipiga kelele kwa sababu atenahitajika akatilia nyasi ya kwake hapo nje. Ruhusu ni thina ikai. Unasikia anapiga kelele ya kwamba these systems are very unfair. Why? They are forcing you to cut your own grass. I said this man is silly. Because according to me, wakiondoa shida zile niko nazo Afrika waniachie hii. Hautawaisikia kelele. Lakini ni uongo. Nikienda huko nikae hata mimi nitaanza kusema I don't like this system. Na nikiwa huku I didn't like the system because nothing was working. Now everything is working, but I must get another thing to get worried about. Human beings feel odd if they are not worried. Now it is an introverted pride. Ya kusikia kwamba God is not taking care of me the way I would want him to do. So I can no wonder you are being told throwing all your cares unto him because he cares for you. Na hiyo ndio kazi gumu sana. Kusikua kitu umrushia Mungu na usahau. Let me tell you, hata maombi ile itajibiwa haraka. Ni maombi ile uliomba ukasahau. Hii yako yenye unakumbuka bado unaanza kusukuma Mungu ujisaidie. Kwa sababu unaona haijibiwi. Juu kama tunaelewana. Nakumbuka siku moja hapa nilihubiri kitu kama hicho. Alafu nikasema kama kuna mtu mgonjwa asimame. Wakasimama watu kadhaa.
Na ninakumbuka wakati nilimaliza kuomba nilisema uisahau. Msichana mmoja aliniandikia testimony akaniambia Mungu amemponya ugonjwa amekuwa nayo tangu akiwa mtoto mdogo wa shule. Yaani ametumia madawa ever since alikuwa mtoto mdogo wa shule. Na the trick ilikuwa tu hii, asahau. Asahau tu. Asiende katoroni. Maana hata watu wengine mnatumia fasting kuinua consciousness ya shida vizuri. Hata afadhali ungeenda. Maana ukiwa huku ukishikwa na shughuli zingine huwa unasahau. Sasa wakati umeenda pale 7 days ni kuikumbuka kila siku. Alafu haujui maombi, badala ya kuomba ukiwa na imani unaikumbuka kuuliza Mungu maswali gumu. Korodo wanyedaga. Sasa Mungu atakujibu aje vitu kama hiyo? Ati aseme vizuri kama alikuwa anakutaka. How can you be alive with his life? Alafu akuwe hakutaki. Unaenda katoroni kutukana Mungu. Hiyo si maombi, unatukana na. Then hiyo siku 7 unarudi huku ukiwa dry badala ya kuwa empowered, because there is a way God works. If you can teach yourself to pray and forget, you can have everything that you say. Jina Bwana libarikiwe. Sasa aliniambia hata hivyo niliwaambia wasahau, yeye alienda akasahau. Alisahau akasahau mpaka kwenda clinic. Na mpaka wale madawa zile alikuwa anatumia hatumii tena. Daktari alimpima akamwambia what happened to your body? Akasema I don't know. Akamwambia wewe unakaa mtu ambaye hahitaji dawa tena. All you need to do eat a lot of greens. That is it. Today she's healed. Jina Bwana libarikiwe. Sasa shida yako ni hii kitu unaombeaga. Unasikia kitu kanafura hapa kwa jicho. Kwa imani ile umefundishwa na Pastor Robert tunasema na kwa moyo. Kwanza ukiwa mpaka unaongea ukitwang. I command you. Shida ni saa ina kushinda ukiuza kama kalienda. Wewe hauna hodhena. You have not entered rest. Maana kitu uliombea unafinya ya nini na tissue? Ninataka muanze kujifundisha hivi na tumambo tudogo. Usikie headache, uiambie I rebuke you in Jesus name. Alafu deliberately uisahau. Ila ni mtu kushinda akifanya hivi, alafu kikakaa anasema nitaiguira ati migraine raji haha. Yaani vitu hizo zote sasa maona maudomu wagerania. Wewe ndungihona, hauwezi pona, because God works with people that are resting. You don't work and God works. It is either God is working and you are resting, or you rest and God works. Jina Bwana libarikiwe. So the Bible says that we must labor to enter rest. Yaani ujisubue kutuliza akili, ujisubue kuingia katika pumziko, ujisubue kuamini ya kwamba Mungu ako na mimi na hii mambo itakwenda vizuri, haitaharibika. Hiyo amen ninajua kwa nini iko powerful. Kwa sababu there is some slight hope. Mimi naongea kuhusu situation ambayo sijui kwenye huwa mnafungiwa nyumba lini. Sema mnafungiwa kwa tarehe 5. Hii amen inaweza kuwa bado na uzito huo tarehe 3. Na ama tarehe 4 saa 4 usiku. Ama ni kushinda ukiamuka ukifanya meaning hata kama huongei you are not at rest. Maana unajua isho yako ile ulipea Mungu wako hawezi. That is what you are trying to say deep inside, you know no ego ile ni agoithagagia. Huwa ananiagusha hata niagusha tu. Lakini mtu ambaye ameingia pumziko anaonaga mpaka ni saa 5. I remember tulibaki kwa nyumba nyingine na msichana mwingine, watu wameenda Ulaya wakatuachia nyumba tuwaangalilie. Alafu mimi nimekuja nilikuwa inaitwa nani? Nilikuwa college. Kufika msichana nani nakuta ni msichana mwingine alikuwa very funny. Ako tu huko anaimba nyimbo nyingi za Kikorino na hajapika. Na hiyo ni around saa 3:30 usiku. Hiyo nikamuuliza tunakula nini? Akaniambia labda tupike kachai na mkate. Akapika chai. Alafu na ile hivi nyitaga doya ni kulikuhonoka na ni kulikuhonoka. Maana alipika chai akaweka curry powder. Adina aka confuse na soya akaweka curry powder. Sasa unaenda kukunywa chai unasikia kama imekarangwa, ndio nikamuuliza hokaragire side akaniambia hapana. Tukwenda nikamuuliza umeweka gani? Ila nikamwambia ni curry powder hizi ya chai. Akasema na hatukuwa na sukari nyingine na hakuna kisasa ni mkate kavu. Nilimwambia bwana ya kwamba ni ndirakoma hoti. Na hasa hiyo ninaongea kuhusu saa 4 usiku. Alafu wakati nimwambia bwana nataka chakula na ninangojea, mchana huyu alicheka. Alienda kulala. Kwa sababu ni ale mafundithitio gwithubuki. Akaenda kulala, nikamwambia bwana silali kama sijakula na nikasahau. That's the good thing. So I kept myself busy with something else. Saa 5 usiku 11 tuligongewa mlango na mtu akatuambia alikuwa sherehe, ati akaona chakula nyingi akabeba.
Na ile kitu ilimwambia alete huko ni ndiwe. Alafu anatuambia hizi ndugire matingete na ni chakula mzuri, kuku hapa kando. In fact ukiingia rest no utikane na kalipaudo ole guku. I'm telling you. But it depends with to what level you trust God to tell your mind it is important you rest. And many people think you are fighting well when you are shouting. No, you are fighting well when your trust in God is so strong that you are resting. Unaona hii ndio shida na hautoroki. Na wala haupigi duru na haupigi masimu ya Ulaya. That you know that your God will do it. Jina Bwana libarikiwe. The Bible says that you must labor to enter rest. Yaani akili yako itakusubua inataka kujisubukia. Labor ile Mungu anaongea kuhusu ni kuiamuru itulie. Inaenda kusema ya kwamba endelea kukaa hivi hokogoro hokufudhai. Kama wakati my mama alikuwa mgonjwa alianguka mguu ikaharibika hapa. Na mnajua mtu akiwa mzee hapa hii joint ikitokana hairudi. So wakasema ya kwamba watamweka chuma. Shida ni kwamba kabla nipate pesa awekwe chuma. Maana walikuwa wanaongea kuhusu 300,000, 350,000. Na saa hiyo mpaka sisi tunaaminia hata siku mpaka gari. Sasa shida ni kila siku nikienda kumwangalia hospitali daktari mkubwa ananiambia, "Hey Robert umerudi?" Namwambia, Ananiambia, "Mkoro wanyu ni agufudha kuguru." Aduke makoaga na mazaitani. Because hata kama unajua na hata nikitoka lazima kuja nione tena. Na noi uone agufudha. Itaoza mguu. Ninamwambia na mimi namwambia na imani haitaoza kwa sababu pesa itapatikana. Akaniambia sawa. Naoni ni tonyete ndoige magefudha. Alafu alikuwa mzee naye hata ya mguu yake bado si nzuri na niraruma mene. Ni mzee I think aliona hili msubua mpaka haoni haja ya miguu. I don't know. Hata siku moja alikuja akaniketisha akaniambia itabidi sasa. No, aliketisha my mom akamueleza hata kama atafanya operation na awekwe chuma. Kwa sababu ya miaka yake lazima atakuwa kwa wheelchair. Sasa nimekuja kumuona saa 7 my mama akaniuliza wheelchair ni pesa ngapi? Nikamuuliza kufanyia nini? Akaniambia daktari sema hata tukiweka bado nitatumia wheelchair. Nikamwambia hutatumia. Ijapokuwa naongea na ujasiri. Nilikuwa ninaenda nikilala ninakumbuka na gogofudha wheelchair. Vitu hizo zote zinakuja kwa kichwa 350,000. I had a lot of work to make my mind rest. Na hiyo ndio inaitwa labor. You see, labor to capture your mind and bring it to rest. And every time it troubles you, remind it God is in control. Every time it troubles you, remind it whether it is money that God will provide or a supernatural miracle that will restore the socket. Whatever will happen, but I am settling for victory. And I know that my God cannot fail me. Leo mnaonaga my mama nakuja ibada hapa na hana wheelchair because some things we refuse them. And we refuse them by entering rest. Thank you. Jina Bwana libarikiwe. Tell your neighbor enter rest. Enter rest. Kama wewe ni mtu hata kwa mfano unaona kwa mfano miaka yako imekwenda na haujajenga, usikubizwe na umri. That 5 shinde ikiring kwa kichwa that 5. Unajua kama mimi nilikuwa na imani hata nikiwa miaka 32 nitakuwa na PhD. Maana nilikuwa napenda masomo sana. Oh, did it? Sasa ni rahisi sana ukilala usikie ukiambiwa PhD. PhD inakufanya usikie failure. PhD hauna PhD. But sometimes I see myself and I think I'm functioning better than people with a PhD. To be honest. Hata si watu wengi wa PhD tunaweza match wisdom na wao. They need to sit down and listen. Are we together? But the devil will keep on reminding you that one thing that you didn't accomplish, that one thing you don't have, but he will not turn your mind to all that you have. And the way God has blessed you with a lot of other things. Therefore, you capture your mind and you face it. Unaiambia hapana usinikibize. Sijajenga nyumba ndio, lakini niko na uwezo ya kulipa rent. Kuna mtu kwa umri yangu hana nyumba na hana rent. Because hata kama hujajenga nyumba na Mungu ana provide rent, wewe endelea na maisha. Usiwe na wasiwasi. Utajenga tu. Na sababu naona hata wakati mwingine tunataka kutuliza akili, tunaenda kaproti fulani Mungu alitupatia tunaanza kumwaga mawe. Yenye hatujui itajenga namna gani. Hata mwishowe fundi anakuambia sio hii huwa inajenga, hii si ya kujenga. Wasema acha ikae hapo. Katika harakati ya kujaribu kutuliza akili. Kuna mtu aliniambia, mimi naona mimi miaka yangu 40. And I don't know why people fear 40. Hii 40. Na hata mpaka nyumbani kishaki sina kitu, alikuwa Mjaruo mhubiri. Akaniambia nakimbia saa hii ninunue mabati na bao, nijenge nyumba ya bedroom mbili ya mabati ambayo mpaka haina cement na haina mlango ikaage huko. Nikienda December naiona. Alikuwa ananiambia alikuwa naiona,
akiona anaona huwa anajenga na niramenya yote nyumba na ndagikara. But it is katika harakati ya kujaribu kutuliza akili. But badala ya kushinda ukijenga, there is an easier way. You can calm your mind. You can be still and know that God is God. He says, be still and know that I'm God. Some of you are, even without talking, you are full of noise. On the inside. Sahi hata hivyo umekaa, umejaa kelele ndani. Na hiyo kelele ndani ndio baya kuliko ya nje. You would rather be somewhere there is noise. Wameweka radio. Lakini ndani umemanage kutulia. Na kuna mtu hata akiwekwa kwa silence, they will speak louder than the radio from the inside. Maana inakubushwa kila kitu yenye haja accomplish, kila kitu yenye hajakaa vile inatakikana. Mpaka vitu yenye hauhitajiki kufikiria. Angalia uko tu na wasichana na hauna kijana. Ndio sio limu. Ati mpaka jenda sasa ya watoto inaanza kukusubua kichwa. Na let me tell you, ukikubali kusubuka kichwa na vitu kama hivyo, shetani hata huwa anaondoka kazi, maana najua hivi vitu vimekutosha. Na Yesu mwenyewe alituambia worry about nothing. Akasema matatizo ya siku hii ni enough kwa ajili ya hii siku. Mimi kama nitakukuta ukifikiria kitu kichwa, waacha iwe ni ile kitu inahusu leo. Na leo kuhusu nini? Vile utapiga kiatu rangi, utoke kwa nyumba, tu mambo hutu tu tudogo. Future iko na Mungu. Wadugu na wadada. Nimeona mzee mwingine amezaa watoto 30. I think akona 6 wives. Akazaa 30 children. Alafu sasa alikuwa amepoteza matumaini kwa sababu hata mimi nikizaa 30 I think hakuna haja kuwa na hopes. Wasiana 30. Kama wawili, imagine watoto 30 na corona. Sahi kama wawili anakukibiza, unasikia mpaka kuambia Mungu arudi. Hamutaki dunia. 30. Alafu akaanza kuchimba migodi kwa shamba yake huko chini, maana aliona ni kama hapa kunaweza kuwa na mineral. Unajua ametoa mawe mengine hapo, ameuzia serikali 630 million. Ndio wale mwe. Sasa alikuwa anasema wacha kulea watoto, nataka kujengea hii community shule na library bure. Kwa sababu ninakueleza future iko na Mungu. Sasa kama angekaa hivi aone 30 watoto 30, alafu akibia chukue kanda ajinyonge. Watu hawajinyongagi kwa sababu ya mashida, wanajinyonga kwa sababu ako katika shida na ndani amekataa kuituliza. The Bible says labor to enter rest. Jina Bwana libarikiwe. Labor to enter rest. He says he also had ceased, God himself have ceased from his own works as God did from his. He says let us labor therefore to enter into that rest. There is a rest where God is. If you believe God and identify yourself with the resting God, then rest like he's resting. He says rest in the man for after the same example of unbelief. Kwa hivyo kujisubukia ni unbelief. Inachangiwa na roho ya kutoamini. Jina Bwana libarikiwe. I prayed with a man that was not entering rest. I did a lot to cause him to enter rest. Kwa sababu alikuja akaniambia, pastor, nataka tuombe na wewe watoto wangu wapate sponsor wa kuwasomesha shule. Na mimi nikakibia kumwekea mikono kwa sababu najua hata mimi nimesoma na sponsorship na hiyo imani hata sitafuti niko naye. Hata niliomba nikasema such as I have give thee. Katika kuomba ndio swali lilikujia, nimuulize wewe ujuhuja kufa. Unajua mimi nilikuwa shule juu my father alikuwa amekufa. Na Biblia inasema Mungu ni baba wa yatima. Na hii mambo ya kushinda ukisubua Mungu alipia watoto wako shule atakuchukua. Ukiwa hai unahitaji ulipia watoto wako shule. Kwenda kusijia kusubua Mungu liwane mane meta ni guthi ni ukuona. Ndio Mungu akuwe legally their father. Uone watasoma beta kuliko ukiwa hai. Ukikataa majukumu Mungu atakuchukua shauri yako. So nikamuuliza, kwa nini unataka Mungu alipie watoto shule na wewe uko hai? Akaniambia, pastor, hata I'm in a very good job. My job is a good job. I work with the bank. Nikamwambia then I don't understand. Akaniambia pana, ni vile ninajua nitaenda jela. Imagine mtu wako na wewe amesimama na wewe hapa na ameona jela, ameona mpaka amevaa kogoro. Sasa anataka tu mpaka nilicheka, nilimuuliza, Mungu huyu tunaaminia alete school fees ukiwa jela, si anaweza kuzuia uingie jela? Kwa nini watu wanaamini reverse? No, you go to God, you believe I'll go to jail and God will take care of my children. Why not tell him I don't want to go to jail? He's the same God. So nikamwambia, what about us praying that you don't go to jail? Akasema, the way the situation is, I'll go to jail. Nikamwambia kwa nini? Akaniambia kwa sababu nimeajiriwa na bank na mimi niko katika ile department inaendaga ku-auction watu kwa sababu ya kushindwa kulipa madeni. Sasa naye alienda ku-auction mama mbaya.
mama huyo akamtengenezea Kiswahili. Wakaweka mtoto retarded huko. Alafu wakasema amemrape. Na kesi kama hizo ni baya. Alafu unatolewa ushuhuda kotini na watoto. Watoto wa neighbor wanasema tulimuona akimtoa nguo na wamekuwa coached. Nilimhurumia. Alikuwa na bubujiko na machozi anasema ndio na thena guthie jera no ciana cia kwa itio athene. Nikamwambia hutaenda jera. Nikamwambia niangalie tena umesimama mbele ya nabii hutaenda jera. You are standing before a prophet and you want to go to jail. Aliniambia it is very sure. Maana huyo jaji hata the last time alikuwa kotini, jaji alikuwa anauma mdomo. Yaani nyinyi mnachukua vitu ya mtu na mnalipa mtoto yake. Nikiona jera takona no nginya nyingire. Nilimwambia hautaenda jera. Alafu nikamwambia neno la Bwana linikujia mara moja nikiongea na yeye. Nikamwambia asema Bwana, wakati wanapojiunga kinyume na masihi wangu, wakitaka kujiondoa kwa utawala wake na kumukataa, hata mimi nikiwa Bwana huingia katika their council, ninawaangalia na mpuzi yao ninawachekelea. Nikamwambia do you know what God is doing about your situation? He's laughing because that's what he has told me by his spirit. Akaniambia God is laughing, and nikamwambia you are also supposed to join God and begin to laugh. Akaniambia like laugh. Nikamwambia literally. Nikamwona kwa sababu najua huwezi chekea hapa. Unaona kwa ile kona maana lunch ilikuwa ijaanza. Udhihari odheke 30 minutes. Alianza akicheka. Alikuwa mwishowe aliniona na scripture maana niliona ametoa karatasi anaandika nikashindwa what is he writing. Mwishowe aliniletea 30 scriptures. Zote zinaongea kuhusu the same thing na zinaonyesha na Mungu atamtetea. Maana alikuwa anacheka scripture nyingine inakuja. The spirit of revelation at work. But you see, for you to have this kind of move of God, you must interest. You don't haukibizwi na vitu unakibia. Hapana, you say I refuse to be afraid. And you say it out loud. Say it with your mouth. I will refuse to be afraid. Nilienda Uhuru Park Crusade hapa ya miaka ya kitambo sana nikiwa form 1. Alafu wakati tu amesimama kuhubiri, mvua ikaanza. Pa. That woman is a woman of faith. Aliangalia juu akasema, wewe ndio uliniita na mimi ni wako na tuko Uhuru Park. Ndio rage tuona. Akaendelea kusoma Biblia, ilikata mara moja. Mvua ilikata mara moja. Atakwambia tu Mungu wewe ndio uliniita na kazini nafanya hapa si ngeni. Wewe unajua nafanyaga. Na sasa hii mvua ni yako. Hata hakusema mvua na kwa moro. Hapana. Yaani anajua te Mungu anajua kwa Uhuru Park. Na kwa hivyo hakuna haja ya kujisubua. Na akaendelea kusoma Bible. Na akasema hawa watu ni wako. Wewe ndio utaamua kama watanisikiza wakinyeshewa. Na akaendelea kusoma Biblia. Ilikata mara moja. Nisikia watu wote kwa uwanja. Wow! Nikasema that's a very small miracle. When God finds a woman or a man that will believe him. The Bible says greater works than this shall you do if you believe in me. And what is believing? Coming to rest. Resting about your age. Rest about your income. Tell yourself I don't live by my income. He shall supply my needs according to his riches in glory by Christ Jesus. Jina Bwana libarikiwe. Alright, so he says, for he that is entered into his rest, he has also ceased from his own works, as God did from his. Let us labor therefore to enter into that rest. Lest any man fall after the same example of unbelief. Sasa wadugu na wadada, Biblia inaposema ya kwamba labor to enter rest, inamaanisha kuna activity utafanya ikulete katika pumziko. That's why he's saying labor. Labor. In other words, apply yourself a certain way to come to rest. Because you are now disrupted by what is going on. There is a way to react to issues. There is a way to react to a report. Usikubali kukibizwa na ripoti. This is the way I have taught myself. Every time you give me a bad report, this is my first response. God will help me. Mungu atanisaidia. Alafu watu wanafikiria it's just a way of talk. No, it is prophetic. Because I saw it with Jesus. Aliambiwa Lazaro amekufa. Akasema Lazaro hajakufa, amelala, tunaenda kumuamsha. Na ndani alikuwa anajua amekufa. Aliposukumwa sana akasema nimeisema juu yenu. Yes, amekufa, acha tu tuseme hivyo. But mimi kwangu ninachukulia amelala. Kwa nini usiambiwe kwenye kazini kunafutwa watu? Useme ni kama tu hivyo wamesema ni watu wanafuta, si mimi. Mimi si watu. Kwa nini usiseme hivyo kitu kidogo na itakuspare another I don't know 14 days of prayer and stuff, because you already fixed yourself well in the spirit. You position yourself where miracles happen. Kuna corona another 1,000 and whatever. I always told myself it is not coming for me. Corona inajua kwao. Na mimi kwetu si kwa corona. Biblia inasema 1,000 will fall on your left side
Even 10,000 on your right hand, but none of these places shall come near your tent. That is said concerning you. Rest. Rest. Kini si kupiga watu yote dumu. Waka shosho akikuja kutembea. No, rest. Paka inamuingia macho ndio tena mnampea maji kuanza kuosha. Anataka kuone dumu korone tadira munyithe. So for the word of God is quick and powerful. Alright, sitasoma maneno hiyo. Sasa wadugu na wadada, wacha nikuonyeshe how you come to rest. There are many ways, but because of my time nataka kuongea na wewe kutoka Philippians chapter 4. Angalia kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 6. Wafilipi 4. Kwa nini imani ya watu wengi huwa inawasubua? Kwa nini watu wengi wanashindwa ku come to rest? And let me tell you, whatever it is that you are believing God for, including victory in a battle, if you don't rest, it won't come. It won't happen because you are a co-worker with God. Philippians 4:6 inasema, be careful for nothing. Wow. Yani that small instruction is given to the believer to key you into God's will for your life. Just that. Be careful for nothing. Usijisubukie juu ya jambo lolote. Let me see how it goes in Swahili. Wafilipi. Be careful for nothing. Inasema hivi in Swahili, msijisubue kwa neno lolote. Hiyo ndio position ya imani na victory, kutojisubua. The same thing tumesema tu pale Waebrania, entering rest. Jina Bwana libarikiwe. Be careful for nothing. What are you afraid about? What is making you so anxious? Every time you remember it, you're anxious. Then your biggest enemy is not the devil in that case. It is your own mind. Bring it to rest. Tell it that God has a way out. I may not know how, but God always works a way. Jina Bwana libarikiwe. So be careful for nothing, but in everything by prayer. Sasa hapo ndio watu wengi wanashindwa kuingia maisha ya rest because they no longer believe in prayer. And maombi ni njia moja wapo ya kutusaidia kuingia katika rest haraka. If you are anxious about a situation, begin to pray. Because prayer will key you into God's rest. Anasema, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known unto God. Katika maombi na kumshukuru Bwana, uache matakwa yako yajulikane kwa Bwana. Yani umueleze kinagaubaga, specifically, categorically, hii ndio kitu Bwana inanisubua. Kama hivyo mtumishi wa Bwana alimwambia Bwana, unajua niko hapa na mvua ni yako. Na watu hawa ni wako na hii kazi inafanya ni wewe uliniita. Na akaendelea. It is making your request known unto God. And that prayer, she believes it so well, she refuses to be anxious. She knows that God is handling the situation. I want to challenge you people to pray. Yani wachana na mashetani, wewe omba. Can I show you something? Daniel, na ni mtu ya Old Testament, hata hakuwa anajua mambo ya mapepo tawara. Hawakuwa na ile ufunuo. Yalikuwa nafikiria Babylon ndio tu imechukua watu wetu ikapeleka exile. Na out of desperation, he decided to pray and to seek the face of God and to humble himself. Those 21 days alikuwa naomba. Whatever was going on in the spirit, Daniel was not part of it. He didn't know it. Hakujua mpaka hiyo maombi yake ina dislodge principality. He didn't know. He wasn't conscious. Na hivyo ndivyo maisha yako inapaswa ikue. Don't be so conscious of demons. And what kind of prayer was he making? He wasn't even rebuking devils. Because that revelation was not known to them in the Old Testament. He prayed a simple prayer of repentance. He told God, remember my people, because of your sake and for the sake of your covenant, for the sake of your holy name, tukubuke Bwana, utusaidie kwa ajili ya jina lako. That's the thing he was telling God 21 days. Without knowing that simple prayer of repentance, in the realm of the spirit, some demon principalities were being dislodged. Na sasa watu wengine wanafikiria ya kwamba spiritual warfare inahusu tu shetani tunakukamata. Watu wengine wakiomba maombi kama hiyo mpaka unaondoka kwa sababu huwezi hata muitanishwe na wao. Shetani tunakufa. Hata kuna mtu alikuwa anaomba na Kikuyu, ngoma ni twagufiririki. I think atahete maana gifiririki ginyaresi ya ngoma ni gifiririki. That's not the way it works, please. Vitu za kiroho zimejipanga, ziko na system na hazina confusion. Tunaelewana? So Daniel wakati alikuwa naomba hivi wadugu na do you know many years away, many years back, nilichukua hiyo kitu ya Daniel nikaisoma tena na tena nikajuza. By the way,
let's have a look at it. Daniel was not aware there was a principality. Alikuja kuambiwa na malaika, hata nilitumwa the first day you started praying. Lakini nikakuwa weledi huku hewani na pepo tawara ya Persia. Yalisema na hiyo pepo ndiyo imezuilia waondolewe. Ndiyo imezuilia, yani muda yao ya kutoka Babylon imefika, na hii pepo ina work na systems kudelay. Yeye hajui kitu kama hiyo. That's why we tell you, prayer is your sixth sense. As a Christian, there are so many things you don't know, and you don't need to know them. But if you can pray about them, you can operate in the wisdom of God. No wonder he says, if you pray in the Holy Ghost, you speak mysteries unto God. Unaongea siri kubwa na Mungu yenye mpaka wewe mwenyewe si lazima ushike umesema nini. Lakini yeye anajua, ameshajua mpaka malaika ule anahitajika na department gani. Maana malaika hawafanani. Lakini Mkristo yote haamini katika prayer. Mkristo yote hata piga magoti 30 minutes kuita Mungu. Mkristo yote hata piga magoti 1 hour. My friend, na Biblia inatuonyesha vizuri ya kwamba Mkristo their least time should be 1 hour. If you are going to live a life of rest, Yesu aliuliza mitume, can't you tarry with me for an hour? Meaning, he put an hour as the least time for you. At least pray an hour. If you can't pray it straight, pray that means in the morning, that means in the evening. You are going to have a life of rest. Hizi vitu zote zinakusubua. Unaona hizi vitu zote zinakukibisha. Mara na sijui kama mnaelewa maisha ni ya kiroho. Ukiondoka katika alina yako kuimani na maombi, ni kama kuna igiaga sasa vitu zote. Unapigwa mpaka simu fani. Mpaka mtu anakuambia, kuna katoto tunaona hapa, kanasema hakajui kwao, na watu wanasema kanafanana na wewe. Unachukua gari unakimbia, ukifika unakuta si kako. Yaani kugio tu ni ngoma. Afu unarudi sema, we kababa yako maketi. Afu kienda kufika unaambiwa hata kajo walikuwa hapa wanasema hii license haijawekwa muhuri. Na ulilipa mwenyewe, ulijipeleka kwa kajo. Hii muhuri imefutika. Ukipaki gari unakuta imewekwa mashigira ile yaka. Yaani tu funny. Lazima haka kakuja na kakakusubue na haka kakusubue just to make sure you will not rest. The day you begin to pray, there is a divine spiritual technology of God to bring you to rest. If you can decide to pray. Mimi nilikuwa nafikiria leo hii ibada hata haitashikika kwa vile mtakuwa mkisema amen. Mutireda kuhoya mureda gwika atia. Hautaki kuomba, unataka kuingizana madiro, si ndio? Na hiyo kuingizana madiro bila prayer ndio inakusubua. Kila deal iko na uwezo wa kukusubua. Let me tell you, mpaka ile mnafanya na your best friend itakusubua. Because people, until they are tamed by God, they are not good. They are not. So the Bible says, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Wow. Thanksgiving ni kukuregulate, usicomplain. The more you understand thanksgiving and do it, inaanza kufanya shida yako ikae dogo. Bwana sifi sana. Let your request be made known unto God. Verse 7. And the peace of God, or the rest of God, which passeth all understanding. Yani ati kuna pumziko la Mungu haliwezi eleweka na akili yako. Haushiki kwa nini uko na amani na uko kwa shida. Haushiki kwa nini haikusubui na uko na deadlines. Jina Bwana libarikiwe. Because if you did, the peace of God would have garrisoned your mind, that passeth understanding shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Jina Bwana libarikiwe. Na sijui kama ni vizuri ni kuonyesha kwa Biblia mifano kadhaa ya watu walikuwa na situation mbaya kuliko zako, vita za maisha hii, but they opted the way of prayer. And the kind of victory that God won and wrought in their situation, sometimes without their effort, because they entered rest through prayer. Prayer is not just a Christian duty. Prayer is a supernatural, spiritual technology to bring a man or a woman of God into rest. You want rest that is beyond your understanding. You don't even know why you think it is okay to rest. The Bible says it is the way of prayer. So, First Chronicles, look at the book of First Chronicles. Yani kitabu cha kwanza cha Mambo ya Nyakati. Sura ya 5, mstari wa 18. Mstari wa 18. The book of First Chronicles is very interesting. Chapter 5.
verse 18. Biblia inasema ya kwamba the sons of Reuben ni kijana wa kwanza ama kabila la kwanza la Jacob. The sons of Reuben, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, valiant men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow and skillful in war, were 44,760 able and ready to go forth to war. So tunaongelea watu ambao ni mashujaa wa vita na hawana reason ya kutopigana ama kushindwa kwa sababu wako wengi. Bwana asifiwe sana. They are trained. Na si kwamba wamekosa silaha. Biblia inasema verse 19, and these Israelites on the east side of the Jordan River made war with the Hagrites. Ikawa wanapigana na kabila la inajita Hagrites, a tribe of northern Arabia, Jetul, Naphish, and Nodab. Verse 20. They were given help against them. In other words, God gave them help against their enemies. Why? And the Hagrites or Ishmaelites were delivered into their hands, and all who were allied with them, for they cried to God in the battle. Because they decided to pray. They didn't put their whole hope on their armory and their ability to fight. They ceased from their works and they rested in God's ability to deliver them. The Bible says they were hard because they cried unto God. Hakuna kitu huwa kinafurahisha Mungu kama kumuonyesha Mungu, you are my ultimate help. Nimeona Wakristo, watu wa Mungu wameokoka without help. I have seen them. Because they don't know, just because you are born again. Come to think about it. How many billions are born again? Statistics, I don't know whether they are correct. Lakini wanasema we have more than 2 billion Christians in the world. Zaidi ya 2 billion Christians. That's a lot of people. It is, after all, Christian religion is the largest in the whole world. Jina Bwana libarikiwe. Sasa nikuulize, kwa nini hao wote mabilioni wa Wakristo bado wanasubuka? Bado wako na matatizo ambayo haieleweki. Unataka kuniambia hawajaokoka vile inatakikana? Hapana, kuokoka si formula mbili, ni kuamini Kristo na kukiri. Period. Lakini you can stay without help because you have not been taught to rest in God's ability. Watu wameshindwa ku rest in God's ability even to keep them holy. Wanangengana na akili yao. Then wanakaa wakishindwa. Kwa nini naanguka kwa the same sin? The same tomorrow, the same sin. Because there is some element of you inaamini ninawezana na hii kitu. Ndio sababu inakuweza. Siku ile utasema only by you God can I be able to live without this thing. Only by you God can I be able to stay without making myself defiled by this thing. You will see great change. I'm telling you. Utaona. I mean, surrendered people are so pleasing to God. This half tribe of Manasseh walisema ya kwamba tuko na uwezo ndio, lakini mkumbuke vita hauwezi ukapredict vizuri sana. Hatujui wale wako na mpango gani. They did not trust in their ability. 44,000 were so many soldiers. And the Bible says clearly they were able men. Alafu imetupea mpaka uwezo wao wengine wao. They were able to hold back and shield and stuff. But they said, let us not put our whole effort and believe in our own ability. Let's cry unto God. Then amen, mpaka wako na bomu na vifaru. Wanapiga magoti kumwambia Bwana ingilia kati. Lazima ataingilia kati. I'm telling you. I'm telling you. Na ndio njia ya prayer ambayo inaletaga mtu katika pumziko. Jina Bwana libarikiwe. They were given help. May you attract the help of God this morning in the name of Jesus. In the situation and in that area of your greatest struggle. No, I'm telling you by the word of prophecy. Ukitoka hapa utakuta the area of your greatest struggle has become your easiest thing. Kwa sababu there is the help of God coming from his sanctuary. And you can access it by prayer in the name of Jesus. Kumwambia tu Bwana ya kwamba, Father, I stand before you. And I stand before you because I'm not expecting to go back home and struggle. I refuse to consult God and fail. Jina Bwana libarikiwe. They were given help against them. They were given help. Meaning, hii ni kitu imekuja kwa sababu ya kitu wamefanya. Kama hawangeomba wamulilie Bwana, help would not have been given them. Maybe hata wangetumia bidii na washinde. Lakini wakute katika 44,000, 40 have died. Haujaiona watu hawajali kusurvive. After all sijakufa. No, that's not your life. Your life should be without casualty. Hallelujah. Yani walijua we can consult God and we keep all the 44,000.
And we can fight with the help of God. Mpaka watu wakae wakishangaa, ai, hawa watu wanatupigaje? Because there is the legion of angels in the midst of them, making sure they win the battle, not by might, not by power, by my spirit, says the Lord. May you access the help of God. No, God will help you. God will help you. Na kuanzia leo ninataka please, kama huna yako, you can borrow mine. Anytime I hear a bad report, I say immediately, the Lord will help me. Bwana atanisaidia. Kwa nini asinisaidia na ananiambia mimi ni wake? I mean, simple logic. He will help you. He will. He wants to. They were given help against them, and the Hagrites and Ishmaelites were delivered into their hands. Oh, this is not even fighting. The people were delivered into their hands. Oh, what God can do. And all who were allied with them, for they cried to God in the battle, and he granted their entreaty, because they relied on, oh, hallelujah. Because they relied on him, they clung to him, and trusted in him. They rested in his ability. You sababu unaambiwa be anxious for nothing. Because this is how you Christians lose your battles. You see a little problem, now you are anxious. Now you are beginning to blame everybody. You are beginning to say, I wish I was not married to this man. Hata ungeolewa na mzungu ungekuwa na shida tu. Shida ziko kila mahali. Kwanza za mzungu ni baya. Mwingine hata anakataa kuoga. Nasikia ikwambia, no, we need the dead skin for. Unajua mzungu anakataka kufanya the right thing na anakupea kizungu mpaka unaona kama ako right na tiweka. Hata osha mwili ndio ikuwe na dead skin for protection. You know, we have the inner layer. Nakueleza vitu nyingi mpaka unaibu kumtedia tena. They are very hard-headed. So haupati majina kwa sababu ya huyu mzee amekuoa ama huyu mke amekuoa. Ni kwa sababu tu moja. You trust in the arm of the flesh. You think your help should come from your husband. No, rely on God and trust in him to give you victory regardless of the kind of situation you find yourself in. The Bible says without it you cannot please him. Jina Bwana libarikiwe. Wow. At they cried to God in battle. Yani walikuwa wanatupa mkuki na bado kama ni leo ni kutupa ukiongea dimi. Liburukoria bakaya. Na ninataka hata nyinyi katika kazi zenu wakati unapiga simu kufanya deal za biashara kusema nataka pale niende nipate mizigo. Oh, everything you do in word or in deed, do it all in the name. And ukisema I know God is with me. I know that as I talk, he will be delivering through my mouth. Because the Bible says, if you obey me, I and the Father shall come and make an abode in you. So anything you do in this life, it is the Spirit of the Father doing it through you. See it that way. I heal the sick in his name. I do business in his name. Hallelujah. That's why I do not expect to lose. And this Israelites took away, sikiliza mtu ambaye anategemea Mungu. This Israelites took away the adversaries' heads of their camels, 50,000. Iyo onagutoga akire gwitikia Ngai. Amajiri gutoga. Gamira 50,000. Unajua tukupea 50, wacha gamia 50,000. Gamia moja sasa ni pesa ngapi? Gamia moja. 200,000. Hiyo hata I think iko chini. Gamia mzuri yenye haijazeeka inaweza kuwa 500,000 or even more. I know some politicians that do that business only. They rear camels and they are filthy rich. Maana maeneo zingine za Northern Eastern zinatumika kama ndio magari, ndio kila kitu. Ni kama kuuzia mtu RAV4. Alafu ate mnanyakua 50,000 camels. Jina Bwana libarikiwe. And of sheep 250,000 sheep. Hey. Na ni kuomba tu. These are the things prayer can deliver into your life. No, I'm telling you. Ni kuomba tu waliomba. Wakamulilia Bwana. Hawakujua hii maombi haitale because he answered immeasurably above, beyond what you may pray, think or imagine, according to his power that is at work in you. Their prayer was targeting only victory. They didn't know God will give them immeasurably above. They will not only emerge victorious in battle, but they will come out rich. Oh, your amen cannot warrant it. I'm telling you. Your amen is faint. I don't like it. I know God doesn't like it. Maana mimi mwenyewe sipendi na mimi ni mtu. I said God will do immeasurably above, beyond what you may pray, think or imagine, according to his power that is at work in you. But you see, you must pray and think and imagine that he may do immeasurably above that.
Wow, 250,000. Si mtu afanya calculation. Gamera 50,000. 250,000 donkeys. 250,000 sheep, and of donkeys, 2,000 donkeys. And of the lives of men, na wakateka mateka 100,000. Yani wakateka mateka ya wanadamu 100,000. For a great number fell mortally wounded, because the battle was God's. They had entered rest. It was no longer their battle. They had joined God in his resting. The Bible says, because God has entered rest, you also labor to enter rest. Do not be anxious, because God is not anxious. About your situation, God is not crying, so don't cry. God is laughing, so laugh. And the Bible says when they did that, it became God's battle. It was no longer their battle. And these Israelites dwelt in their territory until the captivity by Assyria more than 5 centuries later. Na Mungu anapofanya kitu afanyi kwa muda. Walikaa na hiyo eneo waliteka. Na hiyo utajiri waliteka katika vita. Biblia inasema ya kwamba more than 5 centuries. So we are talking about half a million years. Because when the Son of Man sets you free, you are free indeed. Hafanyi akustue, na wakifanya, his blessings are permanent. They make the rich and add no sorrow. Ninaona muda wangu unayoyoma. Jina Bwana libarikiwe. Sijui kama mnaelewa wakati tunasema utasaidiwa na Mungu inamaanisha ni. Do you know what it means to be helped by God? Yani Mungu akitaka kukuonyesha your effort versus mine. Hata kama wangejitahidi na wapigane hivi vita na washinde, probably they would have lost like 10,000 soldiers. And they would be so happy to go back home barely dead. With wounds. Na wengine wakienda ni kama hawatairudi kwa vita tena, but at least wameshinda. Na hivyo ndivyo mwanadamu hutaka kujipiga kifua kwa sababu ya small victories that they can be able to accomplish themselves. The Bible, God is saying, if you let me step in and you give me room, I will do immeasurably, abundantly above, beyond what you may pray, think or imagine. I will supersede your effort. You will see it. And I will make sure the blessing will make you happy for 5 centuries. What a God we serve. So, tunaposema ya kwamba effort yako, it's not a blessing, hatumaanishi haiwezi kukusaidia. No, itaweza. Inaweza kukusaidia. Shida ni kwamba haiwezi kukusaidia to the level Mungu anataka kulingana na mpango wake. And so many times we miss the help of God because we don't know how to let him room and to let him work and to give our lives and our issues over to him. The Bible says, casting your cares unto him, for he cares for you. Jina Bwana libarikiwe. Mnajua kusaidiwa na Mungu inamaanisha nini? Ndivyo nimewauliza. I think wacha tu niwaonyeshe scripture kidogo. Ndio ushike ni nini wakati unasema God will help you. You are going to have a glimpse of what to expect from next week. Because mimi naamini neno la Mungu linafaa lianze kudeliver baada ya wewe kulisikia. Sisi mambo ya next year. We are talking about beginning now, the whole of next week, going forward. Your greatest struggle is going to turn into a cup of tea because God will help you. God will. He will help you. You will see it. Look at the book of 2 Chronicles. So tulikuwa fast. Look at 2 Chronicles chapter 26. 2 Chronicles chapter 26. Uone Mungu akisaidia mtu. Na Mungu hana aibu. Akianza kukusaidia anafagia vitu yote na kuletea na hajali hao wengine hawana. Imagine Mungu akikupatia 50,000 camels. Alafu anasema muongelee 250,000 goats. Sheep. Yaigania. Anasema muongeze 2,000 donkeys. God is so luxurious. Alafu anasema na kwa sababu sasa amebeba mifugo nyingi sana, watu ya kuyatunza na kuwakatia majani. Mnaangalia gobo girigana. Paka nibadi wanaanza kusema hili Illuminati. Kwa sababu Mungu anajua mahali amealikwa. Hujamwalika. So usilete fujo. Mahali amealikwa ndiko anakuja na kiodo. Na kiodo ya Mungu unaweza kula 5 centuries. Gayagi tu akugenere yani akuje tu aseme nimekusikia. Hivi umesema I have heard you. Anasema the next 5 centuries you will be at rest in your own place and I'll settle you and you are going to have no reason to be afraid because no enemy shall push you out. 5 centuries. So 2 Chronicles chapter 26
I don't know about you. I'm expecting the help of God. In Jesus' name. Verse 5. Angalia verse 5. 2 Chronicles chapter 26 verse 5. Inaongea kuhusu King Uzziah. He was born in royalty, but he knew his ultimate help is God. Verse 5. Inasema, and he sought God in the days of Zechariah. Uzziah sought God. Kwa sababu unaambiwa, pray, make your request be made known unto God, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought the Lord, God made him to prosper. Hata haifichi. As long as alimutafuta Bwana, Mungu akamfanikisha. He made him to prosper. Sijui kwa nini muna separate prayer na prosperity. I don't know about you. I prosper because of prayer. I prosper because of depending upon God. I prosper because I believe in God to give me things I didn't find in my background. No God Father can give me. But with God you have the majority. With God you have the majority. Put your trust in God. Put your trust in God. Weka imani yako yote ndani ya Mungu. Tunaelewana? As long as he sought God, he prospered. Sasa tukisema hapo, tuiachie hapo hatutashika tunaongea kuhusu nini. Hebu nikuonyeshe alimprosper na njia gani. Angalia mstari wa 11. Gaina yake. Uzziah, at moreover, Uzziah had a host of fighting men. Yani Mungu alimpatia jeshi that went out to war by bands, according to the number of their account by the hand of Jael, the scribe, and Maaseiah, the ruler, under the hand of Hananiah, one of the king's captains. The whole number of the chief of the fathers of the mighty men of Vera were 2,600. And under their hand was an army, 300,000 and 7,500, that made war with mighty power to help the king against the enemy. Yani watu, wanashikwa na Mungu na watune to fight as if they don't have a tomorrow for you. For you, just to make you prosper. Oh God. Just to make you succeed. Yeah. Where are we? Verse 14. And Uzziah prepared for them throughout all the host of shields and spears and helmets and habergeons and bows and slings to cast stones. And he made in Jerusalem engines. Kai. Unajua hii miaka mtu kukua na engine inamaanisha nini? These are great inventions. Meaning, inventions also ziko katika kategori ya baraka ya Mungu. Na Mungu akibariki watu fulani. Kwa mfano, watu wana complain Amerika inakuwa watchdog ya kila mtu duniani, wanajifanya wao tu ndio wanajua, hawajifanyi wamebarikiwa. Tuelewane we, please. And it is always that way when God blesses you. There are some people who feel like you're braggadocious. It is up to you. I can't help, I'm blessed. Tunaelewana? America nayo ilikuwa ya kwanza kuhost Israelites wakati wa Holocaust. Wamekibiria huko waka-accommodate. Whoever blesses Abraham will be blessed. Even to today, their technology, the force behind it ni Jews. Atomic weapons zao zinatengenezwa na nani? Jews. Economy yao wakiondoa Jewish people, I think it will collapse. Because they blessed themselves with a covenant blessing. They cannot remain behind. It is not possible. Tunaelewana wadugu na wadada? Sasa na mpaka wa leo jaribu kuguza Israel. Amerika inaanza kukaribia. Na haikufichi na kuambia tutakubomu. They bless Abraham, they must be blessed. You fight Abraham, God must oppose you. And they keep on rising. Paka Mungu anaangalia nchi anasema nitaifanya nini? Huku maskini atakuwa na gari. Amerika maskini wako na gari. Nasikia kiambiwa the poor, na poor huyo wako na masafi magari. Ndio anaitwa. Meaning majority yetu hapa huko ni poor. Maana nilionyesha watu wengine nikaambiwa ni poor na ni junkie. Mtu anamaliza kufuta dawa. Alafu anaingia gari aina ya Mitsubishi Evolution. Anaenda nyumbani na dawa. Evo. Ni moa Evo nyewe. Evolution. Hiyo kakigura. My friend, hiyo ni gari ina release horsepower. Yani kutoka hapa kufika Limuru wakiondoa gari. You don't need 20 minutes. It's a powerful car. Na iko na junkie na dawa. The poor of there. Huku kwangu ni vision. Yani gaya gikura thima daconokaga. Maundu nginya nio ya ndu no mekwaria na no egwika. Paka unakaa hivi unajindwa. Yani Mungu alikuja tu kukapea junkie kitu. Na mimi kule na kutumikia na gari inachamuka gasket. Because when I decided to bless, I bless. And I make no apologies. The Uzziah made engines.
invented by cunning men. God gave him men with the ability to invent engines. Miaka hiyo. Then to be on the towers and upon the bulwarks. Guy, walikuwa mpaka na masniper. Watu wamewekwa kwa tower na wako na engine, itasaidia hii kitu inataka kukugonga ikuja na fujo. Snipers hawajaanza saa hii. Walianza na kinauzia. Watu wamebarikiwa teknolojia yenye mpaka maadui wake wote hawana. To be on the towers and upon the bulwarks, to shoot arrows and great stones withal, and his name spread far abroad. Alafu Mungu anatukuza jina lako linakuwa tamu kwa midomo ya watu. He told Abraham, I will make your name great. Meaning anything started by Abraham will have to be great. Because all you want to know is who is behind it. Abraham. All right, that is good. As long as it is Abraham. Kuna watu wanadhani ya kwamba baraka kubwa ya Mungu ni pesa. Baraka kubwa ya Mungu ni kufanya jina lako baraka. Hiyo ndio inafanya tenda zote uwekewe. Alafu watu wanauza kwani ni yeye tu anapewa. Nasema sisi hatuna haraka, kimaliza hiyo contract atakujia hii. Usio nao yogehoda. Ni maheni. Ni Mungu amewafanya waone hivyo. Because he has made your name a blessing. The Bible says the fame of his name spread everywhere. Na nikiongea vitu kama hizi usikoje maombi, sasa ndio mtu ananyakua wow. Baraka hiyo iniangukie katika jina la Bwana. Nikitoka hapa katika biashara nipigiwe simu na watu sielewi walitoa na wapi namba yangu because somebody decided to recommend my name. Why? Because my name has been made into a blessing. Ni vibaya sana jina yako ikitajwa watu wanaamuka wote kusema ndio sababu naona shetani anapigaga miji na jia hiyo. Nilienda mahali nikasema nimetoka Gashie. Nikaona mama wote wameondoka. Kwa sababu utawatoa kibeti. Andule waia. Maana jina limeharibiwa. Sasa hii enda mahali useme unatoka wapi Githurai. Uone wamama vile watashika kibeti vizuri sana. Na hii kama mchezo watu wanaanzaga ya kuharibu mahali ya jina. Githurai ukinunua sijui avocado unakuta ni mawe. Sijui hata unanunua simu unakuta ni matope na ni uongo. Mimi sijaona watu wamefanya hivyo. Hata mara yangu ya kwanza kukuja hapa kawaka barabara nilifunga vioo yote ya gari kwa sababu ya story nilikuwa nimesikia kuhusu Githurai. Na kumbe hata hakuna mtu akona haja na simu yako. But the devil knows the power in a name. So he spoils it, the people there suffer. Because you introduce yourself, hata credentials zako, uwezo wako na vile umesoma yote inakuwa bure. Just because you come from Githurai. Mwingine anasema from where are you from? Lavington. Na hata wakati alikuwa anasoma alikuwa tu anakula madazi. Hata hakushika kitu ya mwalimu, but jina ni Lavington igia. Biblia inasema the name of Uzziah spread everywhere and people loved it. Ikitajwa Uzziah, watu wanasema ni Uzziah, jina la Uzziah negera. Ni kama vile Mungu sasa amebariki majina fulani za makampuni. Jina Mercedes hata wakitoa kitu tu mabati iwekwe lebo yao. Mtanunua millions. Unaona mtu mpaka anapaka gari kwa nyumba karibu na mlango akikuja family gathering ndio kila mtu auliza Mercedes hiyo neno niliitoa. Toro Mercedes sio hivyo inakuja tu hata viti linileta. Sio the nila ruruma. Na zote in fact inaweza kuwa yangu hata iko better condition but as long as it is amujaiona Mercedes KTZ za kitambo 1965 lakini unaona bado mtu anawasalimia bila haraka kwa sababu ni Mercedes. Ni jina. Anything by that name, it is so sweet. There are many companies, but we want this one. Watu wakikuja na gari mahali wanasema alikuwa na gari. Ukikuja na Mercedes alikuwa na Mercedes. So kuna gari na Mercedes. Itihana ine. Na Mungu nimeitaja sana huyu Mercedes ikaita kusaida. Ndeithia nayo. Angalia mstari wa 15 inasema and he made in Jerusalem engines invented by cunning men to be on the towers and upon the bulwarks to shoot arrows and great stones withal, and his name spread far abroad. Listen, for he was marvelously helped till he was strong. God committed himself to keep helping him. Oh dear God. Imagine having the backup of God and he has decided, I will stop helping you the day you get strong. If I walk into a man's office and he gives me this promise, it's still a blessing. How much more God? God says, I will help you until you are strong. Oh dear God. It doesn't matter who dropped you. He told me to come tell you this morning, I will help you until you are strong. Oh. Jina Bwana libarikiwe.
that he kept giving him men that are with wisdom to do the right technology. He made his name sweet in the whole region, just to commit himself to help him until he's strong. May you know the help of God in Jesus' name. Yani akufanyia vitu ambavyo akoshua hizi zitakuimarisha. Zitakuimarisha. Nimeona msaada ya Mungu akileta watu. Nimeona watu wakiapa watanilipia shule na mimi si wao. Kumbuka mmoja aliniita pale town akaninunulia nyama kilo mzima mpaka nilikuwa namwambia uliona mtu akikula wapi nyama kilo peke yake. Ati nikule hiyo choma kilo moja nikigojea nipeleke shule. Alafu nikasikia ametoka hapo nje akiambia watu, ninakemwona kwa hai. Mpaka nikashindwa kiao. Mungu kuwaamulisha afanye. Na anasikia hivi ndivyo ninataka kufanya. Anafunga shughuli zake a busy man to take you to school with his own private car. Because God can keep helping you until you are strong. Na akiona ni kama kuna mahali unaenda kuanguka, anaita mwingine kutoka wherever kuja saidia huyu. Yani kila mtu amewekwa bidii kusaidia. Oh, may you know the help of God. This life is too hard without help. Too hard. Unaenda kwa kila ofisi wanasema lazima utoe hongo, uko na contact, bra bra bra. What can you do in Kenya without the help of God? And the Bible says he was not just helped, he was marvelously helped. I don't know the picture you have of the help of God that is coming your way from now, but mine will be marvelous. It will be unimaginable, exceeding abundantly above, beyond what I may think, pray or imagine, according to his power that is at work in my life. He was marvelously helped until he was strong. Uzziah, one man. Yani Mungu anaamua duniani mzima, nitakwama na hii 1 month. Uzziah ndiye anasaidia sasa. Na nitamsaidia na fujo mpaka akuwe strong. Mungu akianza kukusaidia akusaidie kidogo. If you're looking at Pastor Robert and you are thinking I'm going this way to come this way. Ooh. Look at you. See your life. I'm the kind of man God has started helping. Ever since I was a small boy. I've never seen him go lower than here. It is always from one level of strength to the other. From one level of glory to the next. Because the moment God decides I'll help this man, it is marvelously until you are strong. Until your name is heard in Kenya. Until the world listens to the gospel you are preaching. Until you have a TV to take the gospel to the world. And he does not need the hand of a man. He can only catch one man for you. And it is enough. Aliletea Daudi watu wengine binasema ya kwamba one of them was better than 100 men. And 2 of them were better than 1,000. Quality. Because God can do it. And the Bible says all this is happening because this man sought God. Oh. He says, as he sought God, the more he sought him, he prospered. I command you to go and seek God in the name of Jesus. I command you to open your mouth and pray. Na usikubali kitu yote ikuambie prayer does not work. Oh, it works. I'm so sorry, it works. Prayer works. I've told God many times, help me. He has helped me. I don't know about you. I pray about everything. Hata gari yangu imenisubua juzi, siku moja nikamulilia Bwana. Bwana akaniambia haijakufa imelala. Utaiamusha. Nimesubuka, nimeenda kwa makanika hawa. Ile kitu inatafuta sio hiyo. Nikamwambia Mungu, mimi ni mtumishi wako na hii kitu ni ya kuhubiri. Bwana akanipatia makanika I mean, I've never seen this. Makanika ananiambia kwamba hizi zote ninatengeneza, wachana nazo kwanza. Pastor, wacha tuanze na yako. Alafu ni kama yake. Na alienda akaisikiliza akaniambia hii ni computer. Nikamuuliza, how did you know? Akaniambia something told me inside, hii ni computer. Na saa hiyo nimetoka kuwa na doto, niliambia hata my wife, nikaona mtu sijui mtengenezaji wa gari, ati ameangalia gari yangu akatoa chuma fulani akaniambia ni hii na kusubua. Akaiwekelea hapo. Mpaka asubuhi nikaamka kugugu hiyo shape. Maana niliona. Akaniambia ni computer. Nikamuuliza, how did you know? Akaniambia I'm so sure. Na ni kweli ni computer. Na shida imekuja. Just like that. Because God can help you. Anaweza fanya a busy mechanic. Asikie kazi zingine achane nazo. To rally behind you to give you help. Anaweza kuletea msichana wa kazi the right one. Angalia mtoto wako mpaka aende shule. God will commit himself to marvelously help you until you are strong. No, I'm not preaching today, I'm prophesying. If you don't, kama humuelewagi mood na atmosphere, shauri yako. Mimi sielewi kuhusu wewe. But what I know, I'm talking to me. And I'm talking to somebody else with my kind of faith. That God will help you. God will help you. Na kama hujui maombi, enda tu mwambie Bwana, help me God. Utaona atakusaidia. Hivyo. Oh.
Jina Bwana libarikiwe. Tumalizie hapo ama tuangalie mtu mwingine alisaidiwa na Bwana. Daudi alisaidiwa na Bwana. First Chronicles 2 Chronicle leo gadio kitabu yetu. First Chronicles 12 verse 20. First Chronicles 12 verse 20. Chapter 12, the verse is verse 20. The Bible says, as he went to Ziklag, as David went to Ziklag, that is, there fell to him of Manasseh, Adnah, Jozabad, Jadiel, and Michael, and Jozabad, and Erihu, and Zilzai, captains of the thousands that were of Manasseh. Angalia mstari wa 21. And they helped David. You see, when God is helping you, it is men that will come. But they will be sent by God. He says, they helped David. This man right here, wakati anasaidia, anakibia Sauli yako kwa pango. Anajificha kwa sababu anatafutwa na Sauli. Ameenda Zikilagi kujificha kwa sababu maisha yake inatafutwa. Ukitafutwa na mfalme, Mungu asipokusaidia utajificha wapi? But God has a way to make sure his spirit comes upon some men that know what to do to help you. Even from the hand of the strongest. I don't care who is against you even at the place of work. He can be the supervisor or the CEO himself. But if God has decided you shall stay, listen to me, look at me. He will help you. Yes, he will. He will. Alijua ni akina nani nitachukua Israel. Na wale Sauli hawezi jua. Na wale wanajua Daudi mpaka watamwambia ingia wapi. Na ni wapi atajificha na wako na uwezo ya kuua anybody to tell on David. They will kill him. Yani Mungu anabadilisha mioyo ya watu itake kukusaidia. All these people that are named here, these were generals of armies. Ni majemedari wa vita. Na ni watu wanasikia tumechoka na serikali ya Sauli. Na Daudi hajawaita. Wanakuja kumutafuta. Wanamwambia we want to stand with you. We shall see help in Clayfulness Center in the name of Jesus. That the things you want to do, God will send the right kind of men. Galia 21 ndio tutamaliza nayo. For they were all mighty men of Vera and were captains in the host. Verse 22, look at it. For at that time, day by day, there came to David to help him until it was a great host, like the host of God. At there was no day that went by without another man coming to join his army, telling him, I'm committed to help you. I want to help you. Anamuuliza kwa nini? I just want to help you. Na nimekuja kujiunga mimi na kikosi changu tukusaidie. Kwa nini? Hata hatukujui, lakini Mungu ametuambia tukuje tukusaidie. When God begins to help you, it will be the other way around. Your prayer will be, oh Father, achana na hizi vitu sasa. They are too much. I listened to a testimony of one man of God I love in Nigeria. Akasema ya kwamba alienda kuhubiri UK, akachukua hoteli, akakaa huko. Alafu akamwambia Bwana, you told me the earth is yours. And you are the God of all the earth. I'm in a foreign land and I have no money. Father, help me. Alikutwa na watu 6 hiyo siku. Na check no. Asema, anajua wazungu wakisikia Mungu unafenza fikiria naongea kuhusu neighbor. I mean, they're so straightforward. God told me to give you a check. He told me you are the boy. Mpaka jina haitamuki. Lakini ameambiwa mpaka namba ya room. Akigonga ni mtu na check. Anafunga anasema thank you Father. Sisi mnajua vile anaongeaga. Father, thank you. Alafu akitoka mwingine akisikia koko na kuja kufungua. Akifungua, the Lord told me to bring you a check. Ambe God bless you. Yani ni kama kukuambia na Mungu koje hapa nikuletee vitu zikijaa utaenda. Na hawa tunaongea nao wanafikiria vitu kama hizo hakuna ni kuli. Kuna vitu kama hizo na mtazijua katika jina la Bwana. You will know it because the Lord will help you. God will help you. You will see it. He will help you. Finally, kwa sababu mimi napenda New Testament. Wacha tusome Acts of the Apostles tufunge nayo. Kitabu cha mitume, matendo ya mitume. Ukifikiria ni watu tu wafalme wa kitambo walisaidiwa na Bwana. Paulo mwenyewe anajua the help of God. Acts 26 verse 19. Acts the verse chapter 26, the verse is verse 19. Verse 19 inasema hivi, whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision. Something else, wadugu na wadada. If you want to see the continuous flow of the help of God, obey the calling of God upon your life. When you're within the provisions of God's calling, it is not about prayer. It is not about the things you did or did not do. Because you're within the provisions of God, because the provision of God goes with his vision. So I was not disobedient to the heavenly vision. When God gave me the vision and his calling upon my life, I obeyed it. I didn't know where I was going, but I just followed.
So anasema ya kwamba where are we? Whereupon, O King Agrippa, I was not disobedient unto the heavenly vision, but shewed fast unto them of Damascus, and at Jerusalem, and throughout all the coast of Judea, and then to the Gentiles, that they should repent and turn to God and do works meet for repentance. For these causes the Jews caught me in the temple, and went about to kill me. Verse 22, having therefore obtained the help of God, I continue unto this day. He's testifying about his life before King Agrippa, and he's telling him, it is confusing even for me how I'm alive. I face death every day because of the message he has commissioned me to preach. The Jews want me dead. But having received the help of God, I am continuing unto this day. In other words, if you want to explain my life, it is not without the help of God. You ask me, Pastor Robert, how have you come up here? By the help of God. I also don't know. With all of my effort, I still would have failed. But having obtained the help of God, I continue unto this day. It is the only explanation I can give concerning my life. The help of God. Mungu amenisaidia. Jina Bwana libarikiwe. Having therefore obtained the help of God, I continue unto this day, witnessing both to small and great, saying none other things than those which the prophets and Moses did say should come. Wadugu na wadada, sitaki kuongeza kitu kingine. But I want you to remain in your vision that God gave you to follow. Na mtumikia Mungu ukiwa una mtii. Tumeongea mambo mawili. How to key yourself into the rest of God. Prayer. Number 2, obey the heavenly vision. The things God tells you to do, do them. Walk in obedience with God. That is the safest place in the whole world. You cannot find yourself anywhere safer than in the will of God. The provision of God is guaranteed to come that way. It may tarry, but it will surely come.